Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, tuko na Mnandi Jeyala, Mnandi Junior, shabiki na mwanachama ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaungana naye hapa kwenda kuangazia yale mengi kwenye swala zima la soka. Bwana Mnandi Junior, mambo vipi? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu anaonijalia pumzi, nimeamka salama, naendelea kupambana na harakati za mtu mweusi. Mambo yanakwenda kama kawaida. Bwana, tuanze na lipi? Maana mambo yako mengi kweli kweli. Wewe chagua tuanze na lipi? Tuanze na la mashabiki wa Young Africans. Wamefanyaje? Wamefanyaje? Kunani tena? Swali tunasema kunani? Ni kama anaanza kuzana na wachezaji wao hivi. Dawa hiyo. Dawa tulochimba hiyo. Dawa tulochimba naanza kufanya kazi. Kuna maana gani kusema dawa? Tumechimba dawa na tumeanza kuwatibu wenyewe. Bwana, kwani yale mabishano ni utani ama ni kweli? Yale ni serious, sio utani. Hakuna utani pale hata kidogo, ni serious. Yaani ni kitu ambaye kiko official. Sio cha kunadiwa huko, cha kutafuta kutengeneza story. Ile ni story ambayo imekamilika, wenyewe tunaita true story. Ile ni true. Sasa nataka wajuze watazamaji wa Mnyasa Media waujue ukweli kuhusiana na hili sakata. Kabla kwanza sijawajuza, maana ni issue moja tamu sana, nikienda kuizungumza mbele ya safari, maana wengine huwa wanaangalia dakika 3, 4, 2 ili wapate hichi kitu ambacho nataka nikizungumze mapema ili kuwe faida kwa wengine, kwa sababu naamini na watu ambao wananifuatilia kutoka mataifa mbalimbali nje ya Tanzania, lakini bado kuna watu wananifuatilia nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Mikoa yote wananifuatilia. Kwanza niwapongeze kwa jitihada zenu na kwa upendo wenu kwangu kwa kunitafuta muda wote. Mimi niwapongeze sana, naendelee kuniombea dua. Niko pamoja na nyinyi na tupo pamoja na klabu yetu na tupo pamoja na mpira kwa ujumla mpaka tunahakikisha kwamba timu yetu inafika pale tuliko jipangia au malengo ambayo tumejiwekea. Malengo yetu ni kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Hao ndio malengo yetu makubwa. Hivi vitu vingine vyote ni vitu vya ziada vikitokea, lakini malengo yetu makubwa ni kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika ambaye ni Champions League. Sio ubingwa wa shirikisho, ni Champions League. Shirikisho ni dharura. Hata finali tuliocheza msimu ule uliopita ni dharura kwetu. Haikuwa mipango yetu na haikuwa matarajio yetu. Matarajio yetu ni Champions League ambayo ndio tuna robo finali nyingi kwa kipindi hiki cha karibuni. Lakini yote kwa yote, wale ambao wananitafuta, watu wanapata shida sana kunitafuta. Mimi binafsi kukupa tu namba yangu ya simu hivi kawaida sio vyema. Lakini binafsi namba ambayo nitahitaji hapa ni namba ya WhatsApp tu. Yaani utanitafuta WhatsApp. Kama unapiga kawaida huwezi kunipata. Ila ukinitafuta WhatsApp utanipata. Kwa wale ambao wana shida na mimi, maana wanahangaika kuomba namba kwa Mnyasa Media, basi tupe namba. Namba yangu ni 0761 60 90 15. 0761 60 90 15. Hiyo utanipata WhatsApp. Nenda WhatsApp hiyo utanipata Mnandi Junior, tutabonga huko. Lakini kwa wale wenye viswaswadu unataka kupata labda namba yangu, nenda kanifollow kwenye account yangu ya Instagram, natumia Mnandi 459 kule, ni follow kule. JDM nitafute, tuweza tukapeana namba huko. Siwezi kutoa namba hadharani na kwa kitu ambacho kiwezekana. Ila hii ukinipigia kawaida huwezi kunipata. Hii WhatsApp unaweza kunipata. Kwa kama una shida na mimi, una jambo lako lolote la kimaendeleo unataka ufanye na mimi, basi nitafute kwa namba hiyo ya WhatsApp ambayo nimehitaji. Lakini kwa wewe unanitaka kawaida, ndio kama nilivyokuambia. Mnandi Junior napatikana TikTok, lakini pia Facebook unapatikana pia kwa Mnandi Junior. Kwa unaweza kaingia Facebook hapo, ukaenda ukanifollow huko, ukanifuata DM, tukazungumza vizuri. Yaani vitu vingine tutamalizana huko. Kama unahitaji, una shida na mimi, basi nitafute huko. Usimsumbue tena Mnyasa Media kuanzia leo hii. Nitafute mwenyewe, maisha mengine yaendelee. Hapo uliponiambia kwa watani zangu ndio sehemu ambayo tunaanzia, sababu ndio sehemu tuliochimba dawa. Taarifa zimevuja sana jana, zimetrend sana jana kwenye mitandao ya kijamii, lakini mimi kwangu ni faraja na furaha kubwa. Na hii ni furaha kwa wana Simba wote, kwa sababu baada ya kuchimba dawa tumeona wanaanza kugombana sasa mashabiki na wachezaji wao. Hii sio taswira nzuri. Ni taswira mbaya kwenye klabu yao kuelekea msimu ujao. Kwa mimi naamini binafsi tunaomba iendelee, yani huu moto unaofuka huu uendelee ili mambo yawe sawa sawa. Hayo ndio malengo yetu makubwa. Kama unaona mchezaji ambaye amecheza kwenye hiyo klabu takriban miaka 4 5, leo anagombana na mshabiki wake maarufu ambaye muda wote wanapanga mipango pamoja, wanakula vidali pamoja, lakini leo wanaanza kurushiana maneno na kuambiana kabisa. Wanakula vidali pamoja. Kisa hivi za vidali wanakula na wana Simba. Hebu wataje hawa wahusika. Si Dickson Jobu na Kibwana Shomari walikuwa na tamasha lao ambao wanafanya huu msimu nadhani kama 3 ama 4 wanafanya Morogoro pale. Kila msimu ukiisha huwa wanafanya kurudisha hisani kwa jamii, maana zile pesa ambazo wanazikusanya wanapeleka kwa watoto yatima na sehemu mbalimbali kwenye watu wenye uhitaji. Kwa hiyo naamini ni jambo jema, ni jambo la kupongezwa, lakini pia mashabiki wao ambao huwa wanahusika kwenye hayo matukio. Msimu huu hawakuhusika kwenye matukio yote mawili. Tukio la Mzinze ambalo limefanyika pale kwenye uwanja wa Samola Iringa hawakuhusika, lakini pia tukio la Kibwana Shomari na Jobu ambalo limefanyika Morogoro pia hawakuhusika. Kwa hiyo wale mashabiki wanafukuto liko ndani kwa ndani. Linawauma. Wanasema hesabu tutalizungumzia wapi, tutalitolea wapi. Lakini inaonekana mshabiki mmoja ameamua kuandika ujumbe kwenye ukurasa wake kupongeza tamasha ambalo limefanyika kwenye uwanja wa Samola pale Iringa kwa ndugu zangu pale Nyangusege pale. Sawa? Limefanyika pale, akapongeza tamasha hili, akasema hili ndio tamasha, lakini mengine yote ni mabonanza. Maana yake anamaanisha kwamba ameenda kukebei tamasha lililofanyika Morogoro. Kwa hiyo Dickson Jobu na Kibwana Shomari, lile jambo limewauma, halikuwapendeza. Wameenda kucomment pia kwenye ukurasa wake kumwambia dogo, acha kuimba tarabu.
Mbona bwana, tuheshimiane. Kwa naamini hii ni vita ya wenyewe kwa wenyewe. Hii ni vita ya kulia, ni vita mula. Hii haitumii mikuki. Hii ni vita ya maneno. Kwa naamini huko Jangwani tayari panafukuta. Na sio hilo tu. Kwa taarifa ambazo tuko nazo, kuna baadhi ya mashabiki wa Simba ambao walihusika kwenye lile tukio pale Morogoro. Walijibu juzi kwamba mashabiki wa nyuma mwiko nyewe ni vibaka tu, yani wezi. Na ndio maana mmefikoswa kualikwa kwenye tamasha. Ni utani, lakini utani huo unawezekana ukaugugo ndani ukapata kitu chenye ukweli. Sababu Simba na Gongo Wazi sisi ni watani, sio wapinzani. Kwa hiyo mimi nikikwambia kitu inawezekana kikakuuma, lakini kumbe ni sehemu ya utani. Mimi nimekutania, lakini kumbe kwenye utani huo kuna kitu kipo ndani kinafukuta. Kuna mmoja aliongea juzi baada ya kaalikwa kwenye hilo tamasha. Lakini kaongea baada ya kuona kuna kebei mashabiki wao kuhudhuria kwenye hilo tamasha. Ameongea kwamba yeye ni wezi. Na ndio maana mmeshindwa kualikwa kwenye matamasha, kwa sababu hata kwenye paredi hata gate pass zile hawakupewa. Kwa taarifa ambayo tunazo, hata gate pass hawakupewa. Yani hawakuhusika kuingia hata mule kwenye jengo lao, lakini waliingia kwenye lile jengo baada. Wameingia kwenye lile jengo baada ya mtu steward si nani ndio waliwasaidia wao ili mradi kuweza kuingia kwenye lile jengo. Kwa hiyo kwenye lile tukio walikuwepo, lakini hawakupewa hiyo samani. Na mimi najua kwa nini hawakupewa samani. Baada ya vengati zao zilizotokea kwenye lile tamasha letu la mashabiki, dabi ya mashabiki ambayo imepigwa pale KMC. Maana kuna fungu lilitoka milioni 20 ilitoka kwa Simba, milioni 20 ilitoka kwa wazee wa kuchimba dawa pale, sawa, Jangwani. Kwa hiyo kwao wao kwenye kugawana wakagombana. Sawa, wakatofautiana sana. Ile taarifa ilitendi sana kwenye mitandao ya kijamii, mpaka wakaitana na viongozi wao kwenda kusuluhisha lile jambo. Lakini upande wa Simba hakuna rafsha yoyote ambaye ilitokea, kwa sababu sisi tulihusiana na msemaji wetu, alihusika kwenye kugawa ile pesa na kila mmoja alivuna kile ambaye amestahili kukivuna. Nadhani lawama zilikuwa hakuna, lakini upande wao lawama zilikuwa kubwa. Na hiyo ndio imepelekea naona hata viongozi wao kutokuwapa samani kwenye ile parade. Lakini mbona wanawapa samani kwenye matukio mengine ya maandamano, samani wanapewa, lakini kwenye parade nimeambiwa samani hawakupewa. Lakini pia kwenye matamasha ya wachezaji hawakualikwa, lakini sio naamini wachezaji ndio waliamua kwamba hao mashabiki wao wasialikwe. Hapana, inawezekana viongozi wao ndio waliwaambia kwamba hao watu msiwape nafasi. Ni bora muwape nafasi mashabiki wa vilabu vingine kuliko kuwapa mashabiki hao. Kwa hiyo hii yote sasa inaonekana viongozi wa nyuma mwiko sasa hivi wapo kwenye kaa la moto. Kwa sababu kama wale mashabiki ambao mko nao pamoja, mnasafiri nao Malawi, mnasafiri nao Kigoma kwa mabasi, mmeenda Zanga mabasi yameongozana kule, lakini bure. Lakini leo hii kwenye matukio muhimu tayari mmeanza kuwatenga. Maana hata wao binafsi mioyo yao sasa hivi imeanza kukata moto, muda wote na wakati wote watakilipua ama watakiwasha. Kwa taarifa ambazo mimi ninazo, muda wowote za kikachelo hawa jamaa watakilipua. Akina nani hao? Watakiwasha. Mimi nipo hapa. Wachezaji, mashabiki. Mimi ni mtu wa kupeleka ujumbe kwa watani zangu. Na watania, lakini utani huu na ukweli ndani yake. Lolote linaweza kutokea muda wowote kutoka sasa. Kitawaka pale Jangwani. Baada ya sisi kwa kuchimba dawa, tayari tumeenda kuharibu kila kitu. Tumeharibu siri zao zote ndani. Sasa hivi wanaanza kurushiana maneno na tunakuja tunayaona kwenye mitandao ya kijamii. Sio jambo lepesi na sio jambo la kawaida na sio jambo la kulichekea, ila kwa sisi kama wana Simba tunafurahi. Unajua ukiona mwenzako kule kwake kunaungua, mwambie ongeza moto mwingine ili wake kabisa iishe. Yaani sibaki hata kipande, wake yote iishe. Hayo ndio malengo yetu sisi kama wana Simba, lakini ndani wenyewe kwa wenyewe tayari hali si shwari. Na wanaelekea kwenye uchaguzi. Hao ndio watu wa kuwapambania viongozi wao, kuwapigia kampeni. Kama tayari washatengwa, nani atasimama kuwapigia kampeni? Sababu ni kikundi cha talabu kama alivyosema kina Dickson Job. Sisi muda mrefu tunasema hichi kikundi cha talabu, lakini na wao wamethibitisha kwamba kile kweli ni kikundi cha talabu. Kwa sasa hivi sisi tunapita mule tu. Sisi jukumu letu ni kupiga mstari. Wao waache wagombane, si ndio furaha yetu. Kifo cha panzi, sherehe kwa kunguru. Hayajisevia. Kwa hiyo unadhani kurushana maneno kwa hadharani manake kunaweza kupelekea mashabiki na wachezaji kugombana na kupelekea timu kuto kupata ushirikiano mzuri mbele ya mashabiki na wachezaji? No doubt, ni ukweli, kwa sababu shabiki ni mtu wa 12 ambaye anaweza kumpa morali mchezaji wake akiwa uwanjani. Kama mchezaji anaamua kumwambia mshabiki wake, wewe muimba talabu, wewe dogo achana na mimi. Tujiulize, leo wameongea wachezaji hao wawili, lakini kuna mchezaji mwingine ambaye kasifiwa akafanya tamasha lake Iringa. Sawa, lakini walofanya tamasha Morogoro, yeye hakutaja. Ila akasema hayo mengine yanayofanyika ni mabonanza, lakini tamasha ni hilo hapo. Maana tayari anaonekana kwamba kamgusa Kibwana Shomari na Jopo pamoja hakuwataja. Na hata yeye mwenyewe katoka kaelewesha kwamba hakuwa na maana hiyo. Lakini kwa mtu aliyosomea Cuba, kuna tamasha gani lingine lilifanyika? Ukiacha hayo mawili. Kwani ni shabiki gani ambaye aliandika hivyo? Skevo. Kwa hiyo akakebei. Yeye kasemaje? Tamasha limefanyika Samola kule Iringa, mkoani Iringa. Lakini hayo mengine ni mabonanza tu. Sasa mengine yepi? Maana yake anamaanisha iliyofanyika Morogoro ni bonanza, na ndio maana na wao walimfuata kwenye ukurasa wake, wakaenda wakaandika comment kule, wakamjibu, wakamwambia dogo acha kuimba talabu. Umeona bwana? Kwa hiyo leo unasifia tamasha la Mzinze, lakini la kwetu unasema mabonanza, ndio maana yake. Ndio maana wamemwambia dogo acha kuimba talabu. Maana yake moja kwa moja inaonekana kawagusa wao.
pamoja kuwataja kwamba ni lile la kwao, lakini inaonekana moja kwa moja kawagusa wao. Kwa hiyo kuna moto unafukuta ndani. Wao mashabiki maarufu wa nyuma mwiko unawajua au wajui? Uliwaona Morogoro mashabiki wa Afrika? Wao unawajua. Wengine wanajiita makapteni wa mashabiki. Sasa hivi wamekuwa kapteni wa kwenye Ndondo Cup. Sio mashabiki wa mpira kwenye ligi zilizoendelea. Amekuwa wa Ndondo Cup. Kwenye Ndondo Cup utamuona. Ila kwenye ligi iliyoendelea sasa hivi watu washamkataa. Kama mchezaji wake kashamkataa, wewe utasema nini? Wewe uliwaona pale Morogoro? Walikuwa mashabiki wa Simba? Unawajua wewe maarufu walikuwa watatu. Lakini Iringa pia kuna mshabiki wa Simba kaalikwa lakini hakwenda. Nani wewe? Yaani kapewa heshima tena mwingine mshabiki wa Simba maarufu lakini hakwenda Iringa. Nani wewe? Sitaki kumtaja jina. Ila yupo mshabiki mwingine wa Simba maarufu kaalikwa lakini hakwenda kutokana na majukumu yake. Nadhani ametoa uzuri wa kwenda kwenye hilo tukio. Lakini naye pia ungemuona huko. Sasa tujiulize, kwa nini mashabiki wa Simba sasa hivi wanapewa nafasi kubwa kwenda kwenye matukio yao? Mimi nirudi kwenye upande wa pili, kwenye hawa mashabiki wa Simba. Kwenye haya matukio ya matamasha yao wachezaji, kurudisha hisani kwa jamii. Sio dhambi kualika mashabiki wa Simba kwenye hayo matukio. Lakini iweje waalike mashabiki wa Simba tu? Wasialike washabiki wa upande wa pili. Ambao wapo wachezaji ambao wameandisha matamasha, wapo kwenye hiyo klabu yao na ni watu wao ambao wako nao pamoja. Ninachokitambua mimi, kwa sisi mashabiki wa klabu ya Simba ambao tunaalikwa kwenye haya matukio ya hawa wachezaji wa upande wa pili, tuwe makini sana kwenye haya matukio. Nyuma mwiko sasa hivi wanatafuta mwarobaini wa kupata tena jasusi mwingine, wa kupata taarifa za ndani ya klabu yetu. Hayo ndio malengo yao makubwa. Sio kwamba wanatualika kwa nia njema. Hapana, wanatualika kuna vitu lengo lao wavipate kutoka kwetu ili tuweze kuvifikisha kwao na waweze kuvifanyia kazi, wapate njia ya kupita msimu ujao, waweze kufanikiwa tena kwenda nyumba nyeupe ili wakawe mabingwa. Hayo ndio malengo yao makubwa. Sio kwamba wanatualika kwa kutupenda, hawatualiki kwa kutupenda, wanatualika kwa makusudi yao kwa sababu wana sababu zao za msingi. Kwa hiyo tuwe makini sana na gongo wazi kwa sasa. Na waomba mashabiki wenzangu wa Simba, kama tunaelewa vizuri, kama hujasomea Cuba, huwezi kunielewa. Kama una D moja huwezi kunielewa. Ila kama una D mbili, hiki ninachokizungumza hapo utanielewa kwa marefu na mapana. Hawatualiki mule kwa mahaba. Wanatualika wana sababu zao binafsi. Mimi siamini kama Bwana Shomari na Jobu ndio walioalika mashabiki wa Simba maarufu kwenye ile tukio, sio kweli. Mimi siamini hilo. Ninachokiamini mimi, kuna mtu nyuma yao ndio akawaambia wale wachezaji waalike hao mashabiki, tuna kazi nao, tuna mipango nao. Mimi hicho ndio ninachokijua. Kualikwa sio dhambi. Unaweza ukaenda na usitoe siri zako za ndani, lakini kuna mashabiki hawana imani hiyo na hawana mioyo hiyo, wanaweza kaalikwa huko wakionyeshwa bwana kuna bulungutu ili hapa. Tunataka utupe siri moja mbili tatu ya humo ndani. Mwingine anatoa. Kwa sababu tunajijua Tanzania tamaa tumeweka mbele. Sisi tumeweka tamaa mbele kuliko maslahi ya vilabu vyetu. Huo ni ukweli kabisa. Haujafichika. Kwani waombe mashabiki wenzangu tunaoalikwa kwenye haya mabonanza, tuwe makini sana na hawa watu. Hawa watu sisi tumewashika pabaya. Tumewashika sehemu ambayo wenyewe hata kupumua hawawezi. Sasa wanapataje sasa njia ya kufanikiwa ili msimu ujao warudi vizuri? Kama msimu huu walipambana kwa kuforce wakafanikiwa kwa mabingwa, msimu ujao wanajiuliza tutafanikiwa? Kama ndani ya michezo minne tuliocheza tumepata matokeo mchezo mmoja Ngao ya Jamii, lakini wao wamepata matokeo kwenye mchezo wa Muungano na wakachukua kombe zidi yetu. Lakini pia kwenye ligi michezo yote miwili nyau na nyau ya pili tumeingia gesti ndio tukapata nyau. Nyau ya kwanza sisi tumempambania muamuzi katufanikisha, kakataa goli tukafanikiwa, maana alikuwa shakufa. Umeona? Kwa hiyo wanatafuta mwarobaini msimu ujao, wanaingiaje? Wanaenda kuikamata vipi Simba? Kwa sababu Simba sasa hivi inasajili wachezaji kwa ajili ya kuongeza mchuzi kati. Na nilisema mapema, Anse Oura, Elibase Gwe, Elimpanzu, sawa? Ismail Tule, Lushaili, hawauzwi. Ogopa matapeli. Hawafanyaje? Hawauzwi. Hawa wachezaji. Kama mtu anahitaji mchezaji Simba, basi aje tumuuzie yule Black Lion. Tunauza asubuhi tu. Umeona? Na ofa zishakuja mpaka sasa hivi ziko nyingi. Lakini mpaka sasa hivi na niendelee kupongeza management, matajiri waliokuwepo Simba wanapambana kuhakikisha wachezaji hao hawauzwi. Na hiyo ndio itakuwa njia pekee sisi msimu ujao kuleta ubingwa wa Afrika. Kama tulifanya parade la kombe la Muungano na kombe la CRDB msimu huu, sawa? Ambaye kombe tukilibeba msimu unaofuata la klabu bingwa, sawa? Tunahakikisha tunapiga parade kubwa nchi nzima. Tupige parade kuanzia Terminal 3 Jangwani, Msimbazi, Coco Beach. Parade hii itaanzia Terminal 3, itakuja Jangwani, itaenda Msimbazi, lakini tukitoka hapo tunaenda Victown. Tukitoka hapo tunaenda kule Geza Ulole walikopewa maeneo na Paul Makonda. Tukitoka kule Bunju, tukitoka Bunju makao makuu ya nchi. Hiyo mwanzo mwisho. Hiyo parade sio kitoto. Tukitoka hapo Ngorongoro kwenye jambo letu. Kule kwenye Visit Tanzania. So wao Visit Kilimanjaro and Zanzibar. Yaani wanautukuza mlima na Zanzibar. Si hatuko huko. Sisi tunatangaza taifa zima.
Wao wanatangaza kisehemu tu kwenye taifa, sehemu nyingine wanaliacha. Sisi tunatangaza taifa lote, na ndio maana tumeenda kudumisha. Tumefanya jambo kubwa juzi kule. Malengo yetu ni muendelezo, kwamba ile Visit Tanzania tunataka kuitangaza kweli. Watu waone wenzetu Rwanda wale pale, utalii wao unatangazwa kwenye ligi kuu ya EPL pale Uingereza. Arsenal wanavaa pale Visit Rwanda. Kwa nini sisi taifa kubwa lina vivutio vingi, kwa nini tusitangaze utalii wetu? Lakini hawa jamaa toka wameingia kwenye haya mashindano hawajawahi kuvaa Visit Tanzania. Hawa wamevaa Visit Zanzibar msimu uliopita, lakini msimu wao wa kwanza walitengeneza jezi za Visit Zanzibar and Kilimanjaro, lakini jezi hizo zilishia kwenye makontena. Baada hapo zimerudi tena zilikotoka kiwandani, kwa sababu wameshindwa kwenda hatua ya makundi. Lakini sisi ambaye tunaubeba mpira wa nchi hii, tunaithamini nchi hii kwa kila kitu, pamoja hatupendwi, tunaendelea kudumisha ile amani yetu, na tunaendelea kuhakikisha nchi hii inaendelea kukua kiuchumi na inaendelea kutangazwa kila sekta yote ambayo inatakiwa kutangazwa. Sijani kama mtu anaweza kwenda mabwawa ukaenda kutangaza jambo lako likaenda. Lakini Simba Sports tunahakikisha tunatangaza utalii wetu, tunaendelea kudumisha utalii wetu. Tulipeleka kibegi mlima wa Kilimanjaro. Kilitangazika sana kile duniani. Mlima ulitangazika sana wa Kilimanjaro kwenda kuzindua jezi pale kileleni. Lakini wao walivyochukua ubingwa akapeleka jagi lao pale, halikufika mlimani. Na jambo lao likafa. Lakini sasa hivi nchi imeona kwamba kweli kuna watu wanawabeba beba, waendelee kuwa mabingwa, lakini watu wenye thamani kwenye nchi hii ambaye inafanya nchi hii matukio mengi yaletwe Tanzania ni Simba. Leo tunajivunia msimu unaokuja huo AFCON 2027. Hiyo isingekuja bila Simba Sports. Nyasa Media. AFCON 2027 mwakani ambaye tunahost sisi Kenya, Uganda na Tanzania. Usingeiona bila Simba. Usingehost mashindano ya CHAN yamefanyika msimu uliopita bila Simba. Yaani utake ndio hivyo, usitake huo ndio ukweli. Hicho kitimu ambaye wao wanakiona kina thamani kwenye taifa hili. Sawa, hicho kitimu hakina jambo lolote kimelifanya kwenye nchi hii, kwenye sekta ya mpira, zaidi tu ya kuwa makuli, ya kubeba wazee wetu na kufanikiwa kupata uhuru wa nchi. Full stop. Hakuna kitu chochote kingine wamekifanya ukizungumzia kwenye football. Hata kimoja hawana. Sasa unatuma ujumbe gani kwa mashabiki wa Yanga waendelee kuzozana na viongozi? Wao waendelee kugombana, waendelee mboga iungue, sisi ndio furaha yetu. Yaani sisi ndio faraja yetu msimu huu. Yaani kugombana kwetu kwao si ndio sherehe yetu. Kwao sio Jobu tu na Kibwana Shomari. Waendelee kugombana na viongozi wao kabla ya uchaguzi.